kama kijana atapata elimu sahihi kuhusu afya ya uzazi, kwa maana kwamba mabadiliko ya ukuaji wake wa kimwili kadiri anavyoendelea kuwa mtu mzima, akapata elimu sahihi, lakini pia akapata na elimu ya kusikiliza na kutufuatilia vizuri, naamini kwamba watakuwa wamefaidika ni namna gani kijana hawezi kujikinga na mimba zisizotarajiwa. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kumsaidia kijana asipate mimba ya mapema ama mimba za utotoni ni pamoja na jamii husika inayomzunguka kijana. Kijana anazungukwa na jamii yake, kuanzia familia yake, lakini na watu wengine wote wanaomzunguka kijana nje ya familia yake. Tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunamsaidia kijana wa kike na wa kiume asipate mimba hasa wa kike ambao ndo wanabeba mimba, asipate mimba zisizotarajiwa ama mimba za mapema. Tuwachukulie kwamba hawa wanatoka kwenye umri wa kuwa mtoto kwenda kuwa mtu mzima. Kwa hiyo kuna mabadiliko ya kimwili pia. Hata watu wazima wengi kila mmoja amepitia hatua ya kijana. Anaweza akarudi nyuma akafikiria alipokuwa kijana alikuwaje, alikuwa anajisikiaje. Kwa hiyo tusichukulie na kuwabeza ama kuwasimanga kama wengine ambao wanachukulia na kuwafanya waweze kupotea zaidi. Tuwaelekeze kwa upendo kuanzia ngazi ya familia husika, imsikilize kijana na kumlea na kumuelekeza na kuwa wazi tu kuongea nao ili waweze kujizuia na mimba za mapema. Tukijifanya kwamba vijana hawajui ama hawafanyi tendo la kujamiana, tunaweza tukajidanganya. Wewe mzazi ukifikiri kwamba afanya, anaweza akawa anafanya. Kwa hiyo bora umueleze wazi kwamba ujue malengo yake ni nini, mueleze namna ya kujizuia ili aweze kuyafikia hayo malengo yake kwa upendo. Tukianza kutoa elimu kuanzia kwenye ngazi ya kaya ama familia, lakini na jamii pia inayomzunguka, tukampenda na kumjali kijana na kumuelekeza kwa upole, kijana huyo anaweza akavuka salama akafika hatua ambayo atakuwa yuko tayari yeye mwenyewe kuamua kuanza kuzaa ili aweze kufikisha malengo yake. Lakini pia kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma na kwenyewe tukikutana na kijana anahitaji huduma, tusimshangae wala tusimkatishe tamaa. Yeye ana malengo yake ambayo anataka ayatimize katika maisha yake. Tuwahudumie kwa upendo, tuwahudumie kwa upole, tuwahudumie kwa kuwajali kama wateja muhimu katika kazi zetu, na ndio maana tuko hapo kwa ajili yao ili waweze kufikia malengo. Lakini vijana pia wasibweteke, na wao kama wao wasibweteke, watafute shughuli za kufanya. Kijana wa kike ajishughulishe, afanye shughuli, afanye kazi, kijana wa kiume afanye kazi ili aweze kutumia muda mwingi kwenye kufikiria maendeleo na sio kufikiria masuala ya ngono na vitu kama hivyo ambavyo vinapelekea kwenye mimba za mapema. Kwa hiyo vijana wajishughulishe, wawe na vikazi vya mikono, michezo, vitu kama hivyo ili waweze kuimarisha afya zao pia. Lakini pia wakati anakuwa busy na mambo ya hapa na pale ya utafutaji na mambo kama hayo, muda unakuwa unasonga mbele, anaendelea kukua, hatimaye ataweza kufikia umri ambao utakuwa sahihi na umri ambao atakuwa yuko tayari sasa kuweza kuchukua majukumu ya kwanza kuzaa. Kwa kifupi sana, japo mambo ni mengi, naweza kusema mengi, lakini naweza kachangia kwa njia hiyo kwamba hayo ni baadhi tu ya mambo ambayo yanaweza kumfanya kijana asipate mimba za mapema. Asante. Vijana sana. Aina vijana hasa wa kike tunapendwa vibaya mno. Na sisi tujue tu kama tunapendwa kumbe. Sasa natamani uniambie pia mtaalamu. Habari ya magonjwa ya zinaa. Nayo ni muhimu kwa vijana kwa sababu yanawapata wengi magonjwa yanayotokana na kujamiana. Hilo la muhimu sana. Kwa maneno mengine magonjwa ya zinaa. Yanaitwa magonjwa ya zinaa. Vijana waelewe kwamba haya magonjwa yako tu mengi. Kwa hiyo lazima wajihadhari na hayo magonjwa kwa kufanya ngono salama. Na ngono salama zinafanyika kwa kutumia mpira ama condom. Kwa hiyo lazima kijana ujue wazi, uwe conscious kwamba unapoenda kufanya ngono lazima uwe una hilo kichwani kwamba unajiweka kwenye hatari ya kupata pia magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo lazima uchukue hatua ya kuzuia hayo magonjwa ya zinaa.
utazuiaje magonjwa ya zinaa? Kwa kutumia mpira, makondom, lakini pia kwa kusubiri. Unaweza kijana ukamwomba Mungu wako akakusaidia, ukasubiri muda mwafaka pale utakapokuwa tayari kuanza kuzaa ama kuoa basi mkapima na huyo mwenza wako na mkaendelea, baada ya kujua kwamba kila afya ya kila mmoja wenu iko vizuri. Ya kusubiri nako ni njia mojawapo ya uzazi wa mpango. Kwa anayeweza kusubiri asubiri, kwa ambaye hawezi kusubiri basi achukue hizo tahadhari. Asante. Kaka, mimi niko na vijana. Mimi ni kijana pia. Sasa tamani pia mtaalamu niambie ni aina gani za njia uzazi wa mpango ambazo zinapatikana na ni zipi ambazo pia zinawafaa zaidi vijana ambao bado sisi hatujaingia kwenye ndoa. Yaani kama sisi vijana tumie njia gani nzuri ya uzazi wa mpango ambayo inatufaa sio tunasubiri kuingia kwenye ndoa, mtaalamu? Asante. Njia za uzazi wa mpango zilizopo ziko za aina tofauti tofauti, ziko za muda mfupi, muda mrefu, lakini na za kudumu. Kwa kijana ambaye hajaingia kwenye ndoa, yani hajaingia kwenye ndoa rasmi, kwamba hajaamua kuanza kuzaa, yeye ni vizuri akatumia either njia za muda mfupi kwa maana ya condom, lakini kuna vidonge na sindano. Lakini kuna njia za muda mrefu kwa maana ya vijiti na kitanzi. Sitamshauri tu kijana na njia ya kudumu, kwa sababu ni matamanio ya kila binadamu aweze kuwa na watoto huku duniani. Unless otherwise nafikiri 99%. Yes. Yeah. Kwa hiyo aweze akatumia njia ya kudumu. Sasa ukitumia njia ya kudumu ina maana utakaa uzae tena. Kwa hiyo kijana hiyo njia itamfaa wote, kijana wa kike hata kijana wa kiume. Kwa hiyo hizi njia zingine zote anaweza akatumia. Yeah. Asante. Na zipo zinapatikana kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma pia. Sawa. Tukiwa tunaendelea hapo, nitamani kufahamu ni wakati gani ambao ni mzuri kwa vijana kutafuta ushauri wa kitaalamu kuhusu uzazi wa mpango, na ni huduma gani wanapaswa kutafuta? Hapo ni wakati tujue umri muda gani ambao unajiona sasa hivi sasa hapa bali na umri mazingira haya kati. Asante. Umri ama ni muda gani, wakati gani kijana aanze kutafuta ushauri na hiyo elimu, ni kipindi kile ambacho amefikia umri wa kuweza kupata mimba, wa kuweza kuzaa. Kwa mara nyingi vijana wanaanza, wa kike wanaanza kupevuka asilimia kadhaa kuanzia miaka 18 na kuendelea. Kwa hiyo kupata elimu kama elimu, kwa maana tu ya elimu, kwa sababu ukipata elimu sio kwamba ndio akafanye. Kupata elimu ni kwa ujumla wake. Akiwa tu conscious, akiwa tu amepata uelewa kwamba aishi vipi, ajiadhari vipi, ajitunze vipi, ni pale ambapo atakuwa ameanza kupevuka. Pale ambapo atakuwa ameanza kupevuka, pale ambapo atakuwa ameanza, kama atajamiana ngono nzembe, anaweza akapata ujauzito. Kwa hiyo ni vizuri vijana wakaanza kupata hiyo elimu mapema, na ni vizuri akapata hiyo elimu mapema, akawa na akiba. Siku yakimkuta yeye anajua aende vipi, afanye nini, namna kujikinga, ili asiweze kupata mimba zisizotarajiwa.